Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mwanakondoo. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapongeza washiriki wote kwa kuweza kujaliwa kuweza kufika katika uwanja huu kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Kipekee nipende kutambua uwepo wa viongozi wa CPCT mkoa na wilaya, lakini pia napenda kutambua uwepo wa maaskofu wote waliokuwepo hapa wa Tabora hii, lakini pia wageni ambao wametoka Dar es Salaam kuja kuungana na sisi katika utoaji wa neno la Mungu katika mkoa wetu wa Tabora. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa wachungaji, wa askofu, lakini na wake wa maaskofu. Nilikuwa nimesahau. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa wachungaji na wake wa wachungaji. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa waumini wote ambao tumekusanyika hapa katika kusanyiko hili. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa wananchi wote wa mkoa huu wa Tabora. Kipekee kama baba askofu alivyosema, katika mkutano huu alikuwa amealikwa Mheshimiwa Paul Matiko Chacha, mkuu wetu wa mkoa wa Tabora, lakini kutokana na shughuli mbalimbali za kiserikali na kwa leo tumeweza kumpokea Mheshimiwa waziri wetu wa management ya utumishi wa umma, Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko kwenye shughuli za kiserikali, kwa amenielekeza mimi kuweza kushiriki katika mkutano huu na kuweza kufungua mkutano huu. Tabora hoye! Mkuu wa mkoa safi, wachungaji na mababa askofu safi. Kipekee nipende kushukuru uwepo wa maaskofu na mababa askofu, lakini pamoja na jumuiya zao kwa kuona umuhimu wa kuja katika mkoa wetu wa Tabora kuweza kutoa elimu ya neno la dini. Kama tunavyojua, neno la dini ni kila binadamu anatakiwa atambue yeye ni nani, anafanya nini na anawajibikaje, si ndio? Kwa hiyo sisi kama serikali tunawashukuru sana. Tunapoelezwa neno la dini, ndio ile tunakuwa na ile imani sahihi. Kwa hiyo sisi kama serikali tunawashukuru viongozi wa dini kwa kuona hilo, wangeweza kwenda mikoa mingine. Kwa nini Tabora? Kwa hiyo sisi tuwashukuru kuja Tabora kuweza kuwahubiria wananchi wetu kufuata njia iliyonyooka ambayo Mwenyezi Mungu anaitaka sisi wananchi tuweze kuifuata, au sisi waumini wote tuweze kuifuata. Kwa hiyo ni matarajio yetu sasa sisi kama wananchi wa mkoa wa Tabora, ikiwemo wilaya ya Tabora, kuwa wasikivu, watiifu, kuweza kuwasikiliza wachungaji na maaskofu ambao wamekuja hapa kutoa neno hili la Mungu. Kwanza kipekee tupige makofi kuwapongeza. Wangeweza kwenda Katavi, wangeweza kwenda Sumbawanga. Kwa nini sisi Tabora? Kwa maana yake sisi pia tuna upako. Tabora hoye! Upako wa Tabora umewafanya maaskofu kuja kutoa neno la Mungu. Sisi kama serikali tunafanya kazi bega kwa bega na viongozi wa dini katika kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika nchi yetu, mkoa na wilaya yetu. Kama tunavyojua kwamba wao wanahubiri kwa wananchi wale ambao sisi kama serikali tunafanya nao kazi katika kusimamia usalama wao pamoja na mali zao. Kwa hiyo ndio maana sisi kama serikali tuko pamoja na viongozi wa dini katika kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanaishi kwanza kwa upendo na amani, lakini pia wanakuwa na usalama wa maisha yao na mali zao. Kipekee niendelee tena kuwashukuru wa maaskofu kwa sababu tunapofundisha neno la dini, kama tunavyojua sasa hivi kuna mmomonyoko mwingi wa maadili katika jamii yetu. Jamii imekuwa tena haina imani, lakini imekuwa ni jamii ya kikatili,
kila mtu anakuwa hana imani na mwenzie. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba baada ya mkutano huu Jumapili, tunaamini kwamba waumini wengi watakuwa wamepata neno la Mungu la kutosheleza na kujiondoa katika matendo mabaya na kuweza kuenda kwenye matendo mazuri. Serikali tunasisitiza kwamba kila raia basi awe mlinzi wa raia mwenzie, lakini pia kupunguza kuwalinda watoto pia katika maeneo yetu. Kama tunavyojua watoto wengi sasa hivi wamekuwa wakifanywa vitendo vya kinyama. Kwa hiyo mimi niwashukuru maaskofu kwamba katika kipengele hicho pia kitiliwe mkazo jinsi ya maadili ya watoto na wenyewe wathaminike, watoto walindwe na wazazi wao ili watokane na adha hii ya ukatili ambao wanaendelea kufanyiwa siku hadi siku. Tabora hoye! Baada ya kusema hayo, mimi niendelee kuwashukuru na kuwasisitiza. Leo tumekuja sawa, ni wachache kwa sababu ndio siku ya ufunguzi, lakini matarajio yetu kwamba unapotoka kesho umvute jirani yako, kwa sababu neno la Mungu maeneo mengine watu wanalipia, wanaingia kwa kulipia. Mafunzo, elimu si gharama, si ndio Kwa hiyo tunapopata kupata viongozi wa dini wakaona kwamba kuna umuhimu wa kuja kufanya mahubiri au kufanya hutuba katika masuala ya dini, basi ni kipekee kwamba tuwapongeze, lakini pia tuwaunge mkono. Kesho uje na jirani yako, kama jirani yako yupo mpigie simu ili aweze kuja kusikiliza neno la Mungu. Ndugu zangu, siku za mwisho zimekaribia. Siku za mwisho zinakaribia. Yaani sisi sote tunapita. Duniani hapa tunapita. Unatengenezaje kesho yako? Unatengeneza kesho yako kwa kutenda matendo mema, kusali, kumuonea huruma jirani yako, kuonea huruma watoto ambao wanakuzunguka. Kwa sababu hao yote unayofanya hapa, kesho tunaamini kwamba kwa Mwenyezi Mungu unayakuta. Lakini uhalifu ambao utakuwa unaufanya huku na wenyewe kule utaukuta. Kwa ni bora tutengeneze kesho yetu ili uweze kupokelewa na Mungu Baba, si ndio? Kama tunavyoamini. Kwa ni wajibu wetu sisi kutengeneza kesho yetu. Ni wajibu wa kila mtu. Na ndio maana wahubiri, maaskofu, mashehe, wachungaji kila siku wanahubiri, kwa sababu si binadamu, tunasahau. Na ndio maelekezo ambayo wamepewa katika kama viongozi wa dini kuendelea kutukumbusha siku hadi siku, lakini pia na sisi pia tunapaswa kukumbushana siku hadi siku kwa kupitia ndugu zetu, jamaa zetu, ili kesho tuweze kuona ufalme wa mbingu. Uweze kuona ufalme wa mbingu kama wewe ni muovu. Kwa hiyo wote tunatakiwa tufanyaje? Tubadilike. Kwenye kubadilika inachukua muda, kwa sababu na shetani naye si yupo. Nenda kanisani uenda, nitaenda kesho bwana, si hapo tu. Kwa sababu naye shetani yupo. Kwa hiyo ili tuweze kumpambania shetani, manake tufuate yale maneno ambayo viongozi wetu wa dini wanayasema ili kuweza kupambana na huyo shetani. Ili kesho uende ukauone ufalme wa mbingu. Baada ya kusema hayo, naendelea pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa watu wote ambao wameshiriki. Ushiriki wetu hapa ni sababu tosha. Kesho tutaikuta. Hatujapoteza muda. Tumekuja kujijenga kiroho. Si ndio? Makazini, kwenye shughuli zetu za kazi, tunajijenga kiakili kuweza kutafuta maisha. Lakini tunapokuja hapa tunajenga nafsi nyingine ya kiroho ambayo kesho ndio tunaenda kuikuta wapi? Kwa Mungu, si ndio? Baada ya kusema hayo, naendelee kuwashukuru sana. Nimefarijika sana kuja kuona kwamba sawa mwitikio mdogo, lakini matarajio yetu siku zinazozidi kwenda kwa kesho tuongezeke, tutafutane, tuwaite jamaa zetu waje kusikiliza. Utapokuja na watu 3 4, kesho sababu yako utaikuta kwa Mungu, kwa sababu utakuwa umemuondoa katika nafasi moja kwenda nafasi ya juu kabisa ya kumjua Mwenyezi Mungu na si vinginevyo. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana.